Bana, karibu, tuko na mbukuzi wa masuala ya kisoka Hamis Kabwe. Tunakwenda chagiza yaliyotokea kwenye mchezo wa Young Africans dhidi ya Silver Strikers. Kaka Kabwe, kwema? Alhamdulillah rabbil alamin, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kweli ndugu wangu. Afya iko vizuri, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumeenjoy football. Raha, tunajua Yanga wakicheza kuna muda wanakupa raha, kuna muda wanakupa majonzi kwa sababu ni Watanzania wenzetu na inabidi tukubaliane tu na hali ambavyo ilivyo. Kabwe, tuanzie hapa. Silver Strikers alikuwa mpinzani mwepesi ama mdhaifu kwa Young Africans kama inavyosema? Kati kwa kati. Hakuwa mpinzani dhaifu wala hakuwa mpinzani mgumu kwa Young Africans. Silver Strikers anatoka kwenye nchi ya kimpira, Malawi. Malawi ni taifa ambalo limekuwa likiproduce wachezaji ambao wana uwezo wa kucheza kwenye nchi tofauti tofauti. Sio tu barani Afrika, hata Ulaya wana uwezo wa kucheza. Kwa hiyo ukiongelea Malawi, unaliongelea taifa la mpira. Ndio maana Young Africans walienda kuchukua kocha wa Kimalawi, Patrick Mabedi. Kwa sababu ni taifa la nini? La kimpira. Lakini Young Africans umeona kabla ya mchezo huu walienda kufanya nini? Walienda kutoa, nafikiri, pole kwa kocha wao wa zamani Jack Chamangwana. Ni taifa la nini? La kimpira. Kwa hiyo ukisema kwamba ni dhaifu, mimi nitakukatalia. Ila kwenye kwa maana ya profile ukilinganisha na Young Africans, yes, Young Africans ni timu kubwa zaidi kuliko Silver Strikers, hususan barani Afrika, kihistoria, kizaji na kila kitu. So mechi ilikuwa ni mechi ambayo ulikuwa unategemea Young Africans hawezi kupata chochote kitu, hata kama akacheza vibaya kiasi gani, lakini ulikuwa unategemea lazima apate kitu, kwa sababu kwanza wana kocha Patrick Mabedi ambaye wanacheza huu mchezo, anaifahamu hii ligi vizuri ya Dandia Malawi. Lakini kama itoshi, nakumbuka alipokuwa kocha mkuu aliwaita wachezaji 5 wa kikosi cha Silver Strikers, ikiwemo mshambuliaji wao hatari, umeona, ambao tumemuona Chances Maonga, umeona. Sio tu huyo, na wachezaji wengi yani Young Africans walikuwa wanajaribu kuwa bana ili kuweza kupata matokeo mazuri, kwa sababu Mwalimu Patrick Mabedi aliwaambia kabisa, msome huyu, hawa ni hatari. Kwa hiyo hakuwa mpinzani mchekea, bali ni mpinzani ambaye ulikuwa unategemea anaweza akawapa challenge Young Africans, japo sio kwa kiasi hicho. Ni Young Africans wenyewe wamecheza vibaya, ndio maana wameweza kupata matokeo kama haya, ambao kiuhalisia kwangu mimi naamini kabisa walikuwa na uwezo wa kupata matokeo zaidi ya haya kwa aina ya mpira ambao nimeuona wameonyesha Silver Strikers. Lakini hata wao pia kungekuwa kuna uwezekano mkubwa wa kupoteza kwa namna ambavyo performance niliyoiona. Performance haikuwa nzuri kiukweli kwa timu zote mbili, sio Silver Strikers wala Young Africans. Ni aina ya mechi ambayo unaweza kuipata ligi kuu Tanzania bara. Hii mechi ya leo unaweza kuipata Tanzania bara kabisa. Ni aina ya mechi ambayo unaweza kusema Young Africans wanaweza kukutana labda na Kagera Sugar. Ni aina ya mechi ambayo unaweza kukutana labda kama jinsi ambavyo ilivyokuwa hata mechi ya Mbeya City. So sio mechi ya kusema kwamba utanandi, sio aina ya mechi ambayo unaweza kusema kwamba ni aina ya mechi ambayo unaipata ligi kuu Tanzania bara. Young Africans na Mbeya City, Young Africans labda na KMC, ndio aina ya mechi kama hii. So sio ligi kuu Tanzania bara kwa maana NBC, sio tena ile labda Young Africans na Azam, Young Africans na Simba ama na Singida. Hapana. Kuna namna ambavyo inavyokuaga tofauti kabisa Young Africans na Azam. Wewe mwenyewe unadhani unaga ushindani ukaga sio masiara. Lakini pia mechi ya Simba na Yanga, hata tension ya nje ya uwanja, ndani ya uwanja, tension inakuwa ni kubwa sana. Lakini mechi kama hii unaipata kama vile wanavyocheza na JKT Tanzania. Yes, nafikiri hapo itakuwa mfano mzuri sana. JKT Tanzania, umeona, kwa sababu muda wote unakuta team sometimes inacheza nyuma ya mpira, inashambulia kwa counter attack. So ni aina ya mechi ambayo kiuhalisia unategemea Africans yapate magoli mengi zaidi kadiri ya inavyowezekana. Lakini
kucheza vibaya kwa Young Africans ndio kuna tafsiri ubora wa Silver Strikers, kitu ambacho kwangu mimi nafikiri haiwezi kuwa sawa sawa. Licha ya kwamba Malawi ni taifa la kimpira, licha ya kwamba wamekuwa wakiproduce wachezaji wazuri, lakini bado kwa Young Africans kwa daraja walilokuwa nalo, nafikiri kwa upande wangu mimi Young Africans walipaswa kufanya zaidi ya hichi ambacho walichokifanya leo. Lakini kama haitoshi pia bado Young Africans wana struggle kwenye maeneo kadhaa. Young Africans walikuwa na wachezaji wanne ambao hawa ni roho ya timu. Alikuwa ni Stefan Aziki, Pacome Zouzoua, Max Nzengeli pamoja na Clement Mzize. Hawa ndio roho ya Young Africans. Amekosekana Aziziki. Mpaka hivi sasa kila nikiangalia Young Africans sioni pengo la Aziziki moja kwa moja kama limezibwa. Kwenye mechi kama hizi unakuta Aziziki huwa anaichukua ile mechi, anaichukua yeye yani. Simuelewa vizuri. Kuna muda si tu Pacome peke yake yani ndo utataka abadilishe matokeo. Kuna muda wale watu wote watatu wao wanakichafua pale mbele mpaka watu wote mnachanganyikiwa. Simuelewa vizuri. Lakini kama haitoshi pia kuna muda yule Clement Mzize anawaka yani. Lakini ukiangalia Young Africans hivi sasa na hata ukiangalia leo bado unaona Young Africans imelemea kwa mchezaji huyu Pacome Zouzoua, kiasi ambacho kama watamkosa Pacome Zouzoua ina maana Young Africans kuna uwezekano mkubwa wa kuendelea kustruggle, kitu ambacho kwangu mimi siamini kama klabu kubwa ambayo inataka kushindania labda taji kubwa la klabu bingwa barani Afrika linaweza likaishi kwenye malengo yao ya kumtegemea mchezaji mmoja. Kabwe, uligusia kuhusu uwepo wa Patrick Mabedi kama kocha msaidizi. Cha kushangaza zaidi alivyojiunga Young Africans waliposti kocha wa pila zuri huyu hapa. Kocha wa soka la kuvutia, pila burudani huyu hapa. Watanzania na wadau wa soka wanahoji falsafa inatoka kwa kocha msaidizi ama kwa kocha mkuu, na kilichotokea leo ni maagizo ya Mabedi ama maagizo ya ndugu yetu Romain Folz ambaye ameendelea kupingwa vibaya na baadhi ya wadau wa soka. Wataendelea kuishi chini ya Romain Folz mpaka pale atakapoondoka. Patrick Mabedi kwa mujibu wa Alikamwe lilikuwa ni pendekezo la Romain Folz. Kwa hiyo ambacho tulichokiona leo bado kipo chini ya kocha Romain Folz. Si umeelewa vizuri Inawezekana mtu kuja kukushauri bwana, kwa idea ambayo unatumia hivi sasa inawezekana watu wengi hawaikubali. Hebu tujaribu basi kubadilisha hichi, labda tunaweza tukafanikiwa zaidi. Lakini leo mimi nikiangalia Young Africans, sioni kama Patrick Mabedi alikuja kumshauri mwalimu Romain Folz ya kwamba tubadilishe hii style tucheze style nyingine. Bado mimi naona wanaishi kwenye misingi ile ile. Young Africans imepita kwenye misingi ile ile ambayo Romain Folz yupo. Ina maana inadhihirisha ya kwamba bado Patrick Mabedi na yeye amekuja kuishi kwenye falsafa ya Romain Folz. Amekuja kama mshauri. Ile issue ya title ya kwamba limekuja pira burudani ilikuwa ni title ya kuwahadaa mashabiki wa Young Africans. Kuwahadaa kivipi? Kupunguza zile kelele. Aje mwalimu mpya na nini. Kelele zilikuwa nyingi, pressure ilikuwa ni kubwa kwa uongozi, alafu kibaya zaidi wakashindwana hapa katikati na Romuald Rakotondrabe. Ikabidi wadigi in wakaenda wakachukua kocha msaidizi, ndo kama wakamweka sasa. Kupitia hiyo advantage ya kocha msaidizi ndo akaamua kutengeneza hilo pila burudani, na namkubali sana. Unajua mtu ambaye anafanya hivi vitu vyote ni Alikamwe ni bingwa sana wa kupushi propaganda, na kwa bahati nzuri amekuwa akiwawini mashabiki wa Young Africans kwa sababu Young Africans bado iko kwenye rhythm nzuri, inafanya vizuri. Lakini kama ingekuwa kwenye rhythm mbaya, inafanya vibaya, watu wangehoji pila burudani vipi wakati huyu ni kocha msaidizi? Au kwa namna moja ama nyingine tunafikiria kwamba inawezekana performance isionekane nzuri na mashabiki, ukiwasikia hawajaridhika na performance, inawezekana labda ikawa ndo njia ya Young Africans kumuondoa Romain Folz, na ili kupunguza kelele ya kwamba kaondoka mwalimu. Na ukimwangalia Patrick Mabedi ana CV nzuri, ni kocha mzuri, ana uwezo kusimama kama kocha mkuu. Akiondoka Romain Folz wanampa timu moja kwa moja nani? Patrick Mabedi. Kwa hiyo hakuna kelele ya kwamba mlibadilisha makocha wengi sio nini, kelele zinakuwa hazipo. Kwa hiyo inawezekana labda ikawa ni njia mojawapo ya kumuondoa taratibu Romain
Folz, lakini hivi sasa kila nikiangalia Young Africans bado inaishi kwenye falsafa za Romain Folz. Hata mpira unaocheza bado ni ule ule wa Romain Folz, ila kilichokosekana ni kitu kimoja tu, ni muda. Wampe muda, hawezi kuibadilisha timu. Kadri muda unavyozidi kwenda, unaona kila kitu kinafanya kinabadilika. So kwangu mimi nafikiri wanahitaji huo muda wa kuweza kumpa nafasi Romain Folz. Vitu vya kiufundi huwa vibadiliki haraka kama watu wanavyotaka. Bila vizuri, watu waende wakasome coaching, wajue namna gani makocha wanapopata shida kubadilisha hizo stages, kupata hivyo vitu vya kiufundi mpaka kuviingiza kwa wachezaji na wachezaji waweze kufanikiwa. Ni ngumu, haiwezi kuwa usiku mmoja tu. Kwa hiyo Patrick Mabedi ni mpango mkakati maalum kwa ajili ya Romain Folz. Mimi naamini hivi. Sijui kwa wenzangu. Shukrani sana. Nashukuru sana tu.